Wakolosai 1 mstari ule wa 13 na 14. Neno linasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. 14. ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Tunaposema ukombozi kwa mujibu wa maandiko katika mstari wa 14 ni kitu gani? Nataka kumsikia kila mtu. Ukombozi maana yake nini? Naomba urudie tena, ukombozi maana yake nini? Ukombozi ni msamaha wa dhambi. Redemption. Kwa hiyo huo ndio ukombozi, msamaha wa dhambi. Na huu msamaha wa dhambi ni dhambi zote ambazo zilikuwa na uwezo wa kumtawala mwanadamu. Kwa njia ya ukombozi wa Kristo Yesu, msamaha wa dhambi umetolewa. Mungu ametoa msamaha kwa dhambi zote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametoa msamaha kwa dhambi zote. Dhambi zote Mungu ametoa msamaha. Hakuna dhambi ambayo haiwezi. Kwa maana nyingine, Mungu baada ya kutoa msamaha kwa dhambi zote, hakuna dhambi nzito ama kubwa ambayo mtu akiifanya akakiri kazi ya ukombozi wa Kristo Yesu kwamba hawezi kusamehewa. Kila dhambi inasameheka. Kila dhambi inasameheka. Kwa hiyo ukombozi ni kazi kubwa ya Mungu kuachilia dhambi. Kwa maana hiyo, kila mtu, kila wanadamu wote wamesamehewa. Wanadamu wote wamesamehewa. Wokovu ni kwa wanadamu wote. Mungu kuachilia dhambi zote anamaanisha kila mwanadamu anaweza akamwamini Kristo Yesu. Kila mtu sasa ana uhuru wa kumwendea Yesu Kristo. Kwa hiyo njia ya kumwendea Yesu Kristo ni kuokoka. Ukombozi ni furushi kubwa, ni kazi kubwa iliyofanywa pale msalabani. Na kuokoka ni kukubali kazi aliyoifanya Kristo Yesu ya ukombozi pale msalabani. Kwa hiyo kuokoka ni tiketi ya kuamini ukombozi, ya kuamini kazi ya Kristo. Lakini kazi ya ukombozi imekamilika. Mungu ameachilia dhambi. Lakini nini kitakachowatambulisha watu kwamba kile ambacho Kristo amekifanya pale msalabani nini? Imani katika kuokoka, kuamini kazi ya msalaba, kuamini ukombozi kunaitwa kuokoka. Kuokoka ni kukubali kwamba Mungu amefanya kazi hii, na kile ndio kinachokupa kibali. Kuokoka kunampa mtu kibali kwa kuikubali kazi ya Mungu aliyoifanya kupitia Kristo Yesu ya ukombozi. Kwa hiyo mtu anakuwa mtoto wa Mungu si kwa ukombozi, anakuwa mtoto wa Mungu kwa kuokoka. Ukombozi ni kazi ya jumla, haiwafanyi watu wote kuwa wana wa Mungu. Inawafanya ambao Mungu amewatamkia kwamba wako huru kuingia. Ni kama harusi ambayo imeandaliwa, na imeandaliwa kwa kila mtu anayetaka kuingia ukumbini. Halafu wale wahusika wametangaza kwamba anayetaka kwenda ukumbini anatakiwa kuingia na tiketi. Na ndicho tunachokifanya, tuingie ukumbini kwenye zile harusi ambazo zina utaratibu maalum, lazima uingie na tiketi. Tuko pamoja? Lakini kuingia ukumbini ni uhuru kwa kila mtu.
ila unaingia na tiketi ili ijulikane ni wangapi wameingia na ni akina nani. Na watu wanafika kwenye ukumbi wanakuwa na tiketi. Mtu amesimama pale mlangoni anakagua tiketi. Mungu mwenyewe ametangaza kwamba ufalme wake ni wa watu wote. Mungu amewaandaa wanadamu wote siku moja waishi naye milele mbinguni. Amewaandaa waingie kwenye harusi ya mwanakondoo Yesu Kristo. Kinachowapa nafasi ya kwenda kwenye harusi ya mwanakondoo ni tiketi, na tiketi ni kuokoka. Kuokoka ni tiketi ya kuingia kwenye ukumbi, kwenye sherehe ya mwanakondoo Yesu Kristo ambayo Mungu ameiandaa pale juu winguni. Na kisha baada hapo kuishi milele kwa njia ya tiketi ya kuokoka, mtu anahesabiwa kwamba sio mwenye dhambi tena, na dhambi zote ambazo alizifanya sasa, Mungu tangu hapo anamhesabu ni mtu ambaye ameikubali kazi ya msalaba. Kwa hiyo hukumu ya wanadamu, Mungu atawahukumu wanadamu si kwa sababu walikuwa wanakunywa pombe. Mungu atakuwa na hukumu wanadamu si kwa sababu walivuta sigara, si kwa sababu waliiba, si kwa sababu walifanya mambo fulani. Jambo la kwanza la Mungu kuwahukumu wanadamu, walikataa kumwamini Yesu na kazi yake. Walikataa kuamini kazi ya Mungu ambayo ameidhihirisha wazi kwa Kristo kuwasamehe watu wote. Walikataa kuamini kile Mungu alichofanya. Na Mungu ni wa kuaminiwa siku zote. Kumtuma Yesu ni kuufanya ulimwengu umwamini Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Mungu asiyeonekana ameamua kuonekana. Unanielewa? Mungu asiyeonekana ameamua kuonekana, na amefanya kazi ambazo mwanadamu asingeweza kufanya. Mwanadamu asingeweza kujikomboa kwa gharama zake. Sasa kuto kumwamini Yesu ni kukanusha kazi ya Mungu ya ukombozi. Hilo ndio kosa la kwanza la watu kuhukumiwa, kuto kuamini kazi ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Mengine matendo kama haya, wizi, ulevi na vitu vingine vitafuata, lakini hukumu ya kwanza watu walikataa kuamini. Baada hapo watu watahukumiwa sasa kwa matendo. Matendo ni pamoja na zile kazi ambazo watu wanazifanya mmoja mmoja, lakini cha kwanza, kazi ya msalaba lazima ikubaliwe na kila mtu ambaye anataka kumwona Mungu, na ndiko kuokoka. Tunapowaambia watu, lazima watu wajue. Watu wengine kinachowasumbua, wanajihesabia dhambi zao ni kubwa. Nataka unisikilize hapo. Kuna mtu mwingine anaona dhambi zake ni kubwa kuliko kazi ya Kristo. Na ndio maana nimeanza kwa kusema kwamba Mungu ameachilia dhambi zote. Kila mtu anaweza kupokea msamaha. Lakini wako watu ambao wanaamini wamefanya dhambi kiasi kwamba Mungu hawezi kuwasamehe. Wapo. Kule nyuma nimewahi kukutana na dada mmoja, hata mama mchungaji atakumbuka, miaka ya nyuma. Nimewahi kukutana na dada mmoja, tulikuwa tunakaa naye nyumba moja, tumepanga nyumba moja. Tunapoendelea kuishi, baadaye akaamua kuokoka. Tumekwenda naye kwa muda mchache, kama mwezi na kidogo. Siku moja ameomba kikao cha mimi na mama mchungaji tumsikilize. Wakati tulipokaa naye akasema, baba mchungaji, nashukuru kwa ajili ya kunishuhudia kuokoka, lakini kadri ninavyokuja kanisani, tunapoenda wote kanisani, nimegundua kitu, kwamba kwa dhambi nilizofanya nisiendelee kumdhihaki Mungu. Nimefanya dhambi nyingi sana, nitawachafulia wokovu, nitawaharibia imani, nitawaharibia wokovu. Mimi ni mwovu kuliko vile mmeniambia nimesamehewa. Kwa sababu hakuamini
wakati aliposema naokoka, tunaposema piga magoti tukuombee, yale maombi mafupi ambayo tulikuwa tumemwongoza pale, akasema hayawezi kuondoa ile dhambi aliyoifanya. Amefanya dhambi nyingi kubwa. Mimi nikamwangalia kwa kumhurumia sana, kwa sababu nikajua kwamba ametumia akili. Msalaba ni mwisho wa kila dhambi ambazo wanadamu wanafanya. Mungu haamini umefanya kiasi gani. Narudia, Mungu anaamini kama umemwamini Yesu na kukubali kwamba kila alichokifanya pale msalabani kinatosha kukuweka wewe huru. Tunawekwa huru kwa kazi ya Kristo pale msalabani. Kazi ya Kristo pale msalabani ndiyo uhuru wa watu wanaomwamini Mungu. Yeye bado alikuwa amebaki kwenye msimamo huo kwamba dhambi zake ni nyingi. Lakini kumbuke maandiko yanasema hivi, kwa moyo mtu anaamini, alafu kitu gani kinatokea? Anapokea haki. Alafu kwa kinywa chake anakiri, anapokea wokovu. Na wokovu hauko mbali na mwanadamu. Imani kisha kuingia ndani ya moyo wa mtu. Maana kwa moyo mtu anaamini, anapokea haki. Haki maana yake anakubalika. Mungu anamkubali. Haki pale ni kuwa na kibali na Mungu. Ndio maana ya haki. Haki maana yake mtu anakuwa na kibali na Mungu. Lakini kinachobaki yeye akiri sasa, aseme. Anapokuwa amesema naamua kuokoka, Mungu anamkabidhi wokovu. Kinywa cha mtu kinaumba. Nalifundisha hapa juzi, nikasema hivi, tumia vizuri kinywa chako. Kinywa cha mtu kina nguvu. Kinywa cha mtu kinamletea uzima, wokovu. Kwa mtu anapokiri kazi ya Kristo Yesu, kinachotokea ndani yake kinadhihirika mpaka nje. Anakuwa mtu aliyeokoka, anakuwa ameokoka. Na maandiko yanasemaje? Tumesoma pale. Biblia inasema hivi katika Kolosai 1:13, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo sasa kinachotokea, mtu anapokiri na kuamini kazi ya Kristo Yesu ya pale msalabani, anakuwa anaokolewa kutoka kwenye nguvu za giza. Nguvu za giza inamaanisha utendaji wa shetani. Nguvu za giza huwakilisha utendaji wa shetani na mapepo yake, na kila kinachokuwa kinazunguka kilicho kinyume na Mungu zinaitwa nguvu za giza. Ni utendaji kinyume na nuru. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa nuru. Ufalme wa shetani ni ufalme wa giza. Kwa hiyo roho zote zinazotenda kazi upande wa shetani zinaitwa za giza, ni nguvu za giza. Kama vile nguvu inayotenda kazi upande wa Mungu ni nguvu ya nuru. Kama nanielewa. Sasa Mungu alituokoa kutoka kwenye nguvu za giza, kutoka kwenye utendaji wa hizo nguvu, kutoka kwenye utawala. Ziko nguvu nyingi ambazo zinatenda kinyume na Mungu. Mungu alituokoa, alitutoa, manake akatutoa. Hatuko chini tena ya nguvu zile za giza. Tuko chini ya Roho Mtakatifu, ndiye anayemiliki maisha ya mtu wa Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anayetenda kazi ndani ya mtu aliyeokoka. Kwa hiyo tumetolewa, tumeokolewa, tumefunguliwa. Hatuwezi kumilikiwa tena na nguvu za giza. Lakini alituhamisha. Mungu hakutuokoa tu, ametutoa chini ya ule utawala. Tumeingizwa kwenye ufalme mwingine, ufalme wa Yesu Kristo. Biblia inasema ufalme wa mwana wa pendo lake. Ndiye Mungu aliyempenda, amemwanzishia ufalme, na wote wanaomwamini Yesu wanahamia kwenye ufalme huo. Ni jambo sasa katika somo hili asante Yesu. Nimesema nikufundishe somo asante Yesu. Ninamaanisha uwe na shukrani Mungu kukuokoa na kukusamehe dhambi. Uwe na shukrani, ndio maana yangu, ndio pointi yangu. Uwe mwenye shukrani. Usibaki tu kama kilichofanyika kwako ni kitu cha kawaida. Jambo lilofanyika kwa mtu ambaye amemwamini Yesu ni jambo kubwa. Moja, Mungu amemkomboa
lakini amemsamehe dhambi. Wazo la kuokolewa na hata kusamehewa linahitaji kumwambia Mungu asante, maana hakuna aliyestahili. Kazi ya msalaba ni kubwa. Kuna watu wengine wanapiga gharama kwamba mtu mmoja aliyeokoka ni sawa na shilingi kadhaa. Naomba hayo mambo achana nayo. Utamkosea Mungu, utamuudhi Mungu. Biblia inasema hivi, hatujaokolewa kwa vito vya thamani. Fedha, dhahabu, almasi haviwezi kuokoa hata roho moja ya mwanadamu. Hata ungekusanya fedha zote duniani, Mungu hawezi kukubali fedha ya mtu yeyote ili aokoke, kwa sababu kilichotakiwa mtu aokoke haikuwa fedha, ilikuwa ni uhai. Mwanadamu aliyekosea alitakiwa kuhukumiwa kifo, na ili aokolewe ulitakiwa uhai mahali pake, yeye atoke kwenye hiyo mauti, afe mtu badala yake, itolewe sadaka ya damu badala yake. Na Yesu ndiyo gharama kamili ya wokovu wetu. Yesu ndiyo kipimo kamili cha ukombozi wetu, kwa sababu uhai wetu umekuwa mahali pa uhai wake. Nilipotakiwa kufa, Yesu amekufa mahali pale. Nilipotakiwa kuadhibiwa, Yesu ameadhibiwa kwa ajili yangu. Biblia inasema hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Tulimdhania kwamba amepigwa na Mungu bure na kuteswa, lakini ameachukua maovu yetu juu yake. Kwa hiyo Yesu amelipa gharama ya deni letu kwa kutoa uhai wake. Gharama ya uhai wa wokovu wako sio fedha, ni uhai wa Yesu uliotolewa pale msalabani. Kifo cha Yesu ndio ukombozi wako, wala sio fedha. Usichukue mafundisho yanayosema hivi ni kama mtu mmoja ni kama bilioni 3. Achana vitu hivyo. Kama ni hivyo, duniani hapa tulipo mpaka sasa wako mabilionea, tukubaliane, wako mabilionea ambao kama mpaka sasa kwa watu wanaopiga hesabu ya ukombozi kwamba ni sawa na mtu bilioni 3 ndio wokovu wa mtu mmoja. Wako wengi ambao hawahitaji injili sasa. Wakati huu walitakiwa kwenda akaunti na kudraw pesa bilioni 3 alafu azitoe au ameokoka. Kanuni ni ile ile, ni kumwamini Yesu na kazi ya msalaba, ni kuamini Mungu kila alichokifanya kupitia Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alitolewa na Mungu, lakini sio sadaka ya kutolewa tu, na yeye alijitoa. Kama nanielewa, sadaka zingine unaweza ukachukua fedha ukatoa, haina nafasi ya kufanya maamuzi, inakubali kwa kuwa umenyosha mkono, umeweka kwenye kikapu. Yesu ametolewa na Mungu, lakini yeye mwenyewe amejitoa, ameitikia. Ni kondoo aliyekwenda machinjoni bila vurugu zozote. Alikwenda machinjoni akiwa kwa hiari na hakukataa kwa wale wanaomchinja. Biblia inasema aliinua kichwa akachinjwa. Kondoo wengine walipiga kelele kama sadaka, wanapochinjwa walipiga kelele anapochinja yule mchinjaji, lakini sadaka Yesu Kristo haikupiga kelele, isipokuwa kilio kimoja tu kukamilisha, Eloi Eloi lama sabachthani. Hiyo ilitosha kwa sadaka hii kukamilisha kila kitu ambacho Mungu alikihitaji. Yesu aliomba tu Baba asimwache peke yake, lakini alikuwa tayari kuyaendea yale ambayo yalikuwa mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mshukuru Mungu. Fika mahali shukuru Mungu amekuokoa na amekusamehe dhambi. Na wakati mwingine tunakosea mpaka sasa. Tukubaliane, kinachotubeba ni kazi ya Yesu. Mpaka sasa yako mambo ambayo tunakosea, yako mambo mengi tu. Nini kinachokufanya mpaka sasa unaendelea? Kazi ya Yesu Kristo. Yako mambo mengi watu wanashindwa kwa kuongea, wanashindwa kwa kuwaza, wanashindwa kwa namna ya kufanya kwa wenzao. Lakini nini? Kwa vile umekiri kazi ya msalaba,
Mungu anakusaidia kuona nafasi tena ya kutengeneza. Mwisho tunatoka imani kwenda imani, utukufu kwenda utukufu, ukamilifu kwenda ukamilifu. Ulikuwa kama mtoto na kosea, unafika mahali unaweza kuchunga maneno, ukachunga mawazo, unaukulia wokovu, unakuwa mtu mzima. Lakini nini kinachokubeba mpaka ufikie utu uzima? Ni kazi ya Yesu ya kujitoa msalabani. Lazima umshukuru Mungu kwamba amefanya kazi kubwa kwa Kristo Yesu, na umshukuru Yesu, seme asante kwa kuwa umenikomboa na umenisamehe. Sijui kama wewe kuomba mambo kama hayo. Maana watu wanaombaga tu, Mungu nisaidie, Mungu nipe shamba, Mungu nisaidie, Mungu nipe mtaji. Vitu vingine wapendwa ni vya kawaida, ni vya muhimu kwa unavyoviona, lakini kuna jambo ungemwambia Mungu asante Yesu, angekufungulia mambo yasiwezekana, angekuonyesha mambo makubwa. Mungu wetu, fika mahali ujue kushukuru kwa kazi ambayo ukuwa na uwezo nayo. Mwambie Mungu asante, umeniokoa. Mungu asante, umenisamehe dhambi. Hiyo inatosha kupona hata kama ulikuwa mgonjwa. Mungu atajua moyo huu ni moyo uliopondeka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Mwambie mwenzako, mwambie mshukuru Mungu. Mwambie asante. Haleluya. Katika Waefeso sura ya kwanza, Waefeso sura ya kwanza, Waefeso sura ya kwanza mstari wa 3. Waefeso 1:3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Haleluya. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo Yesu. Kwa hiyo baraka za kiroho ziko ndani yake Kristo Yesu. Na mtu anapomwamini Yesu Kristo anakuwa amezipokea baraka zote ambazo Mungu ameziweka ndani yake Kristo Yesu. Na mwandishi hapa ambaye ni Paulo anasema atukuzwe Mungu. Haya ni maombi. Haya ni maombi. Paulo amepiga magoti, anaomba, anamtukuza Mungu kwa sababu ameshuhudia kila ambacho Mungu amekifanya ndani yake. Anasema atukuzwe Mungu aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni, ndani yake Kristo Yesu. Nini maana yake? Kuna vitu ambavyo usingevipata maishani mwako. Kuna mambo ambayo yasingefanyika kwako bila Mungu kumtuma Kristo Yesu. Lazima umshukuru. Nikwambia kitu kimoja tu kwanza kabla vingine. Fungua Yohana, Injili ya Yohana, nikuonyeshe kitu ambacho kama usingekipata. Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14 mstari wa 27. Yohana 14 sura mstari wa 27. Amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo amani ulimwengu hauwezi kufanya nini? Amani ulimwengu hauwezi kutoa. Lakini Yesu Bwana wa amani anasema amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Ulimwengu unaweza kutoa amani ya muda, lakini Mungu ni Mungu wa amani. Mungu akiachilia amani, mtu anakuwa na amani siku zote. Na tunachohitaji sasa, tunapokuwa tunawapelekea watu habari njema, tuwaambie watu kuishi kwa amani inawezekana. Unapokuwa unawashuhudia watu, waambie kuna watu ambao hawaamini kuishi kwa amani, waonyeshe amani inawezekana, kwa sababu ni baraka ambayo Mungu ameiachilia ndani ya Kristo Yesu. Aliyeko ndani ya Kristo Yesu amebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Baraka za rohoni tunazungumzia amani,
tunazungumzia utulivu, tunazungumzia furaha. Hata mtu mazingira hayana utulivu, lakini baraka ya rohoni ambayo Mungu anaiachilia inamvusha mtu nyakati ngumu ambazo wengine wanafikiri huwezi kuvuka. Lakini mtu aliye na baraka za rohoni, aliye na amani ya rohoni, anavuka hata vipindi vya changamoto, anavuka hata vipindi vigumu. Tunaona kina Paulo, akina Paulo na Sila wapo mahali ambapo sio pazuri, wako ndani ya magereza, lakini ndani yao iko baraka ya rohoni. Ndani yao wamebarikiwa rohoni. Mwili wamejikuta wameumia mwilini, lakini ndani yao iko furaha ya Mungu, amani ya ndani, ili wavusha hata wakatoka magerezani. Kwa hiyo baraka ya rohoni itakuvusha hata wakati unapopitia changamoto za biashara yako. Maana vitu vya nje vinaharibika wakati mwingine. Unaweza kayumba kwenye mahusiano, unaweza kayumba kwenye biashara, unaweza kuyumba ofisini kwako, unaweza kuyumba kwenye ndoa yako. Lakini ukiwa na baraka za rohoni, ni rahisi hata kumwomba Mungu, ni rahisi kumsubiri Mungu, ni rahisi kusema Mungu anaweza, kwa sababu ndani yako haujaharibika. Ndani yako upo utulivu. Ule utulivu ni muujiza wako, ndio inaitwa baraka ya rohoni. Baraka ya rohoni ni hali ya ndani ya utulivu, hata kama mambo hayaendi vizuri, hata kama mipango haiendi vizuri. Ni muhimu sana ndani yako, utu wako wa ndani uwe umebarikiwa, ili uweze kukabili changamoto tunazokabili katika maisha ya kawaida. Ni rahisi ndani ukiwa na nguvu ya kutosha. Neno nasema japo nje tunachakaa, lakini ndani tunazidi kufanya upya siku hadi siku. Kufanya upya ndani siku hadi siku, maana yake hiyo ndio baraka ya rohoni. Baraka ya rohoni inakusaidia namna ya kukabiliana na changamoto zinazokuja kwenye maisha yako ya kimwili. Usipoteze amani moyoni mwako, ni baraka. Usipoteze furaha moyoni mwako, ni baraka. Usikalishe uchungu moyoni mwako. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini, kwa sababu ile furaha itakubeba, ile furaha itakuvusha. Na adui anaweza kuletea maumivu moyoni mwako, usiyapokee. Usiondoe furaha yako, usiondoe amani yako. Maana unapokuwa hivyo, unakuwa mshindi hata kwenye maisha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Linapokuja jaribu, alafu ndani yako amani imekuwa kubwa, unakuwa mshindi. Biblia inasema na amani ya Kristo ipitayo fahamu zote iamue mioyoni mwenu, ama itawahifadhi mioyo yenu, mtakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuwa na amani, kuwa na furaha, kuwa na utulivu, vitu hivyo ni kazi ya Kristo msalabani. Havinunuliwi kwa fedha. Unatakiwa kumwambia Yesu asante kwa ajili ya amani, asante kwa ajili ya utulivu, asante kwa ajili ya furaha. Mwambie asante Yesu. Sema asante Yesu. Punga mkono, sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Alafu nikwambia siri moja kubwa sana. Neno hilo la kusema asante Yesu, kila mmoja ambaye ni mwombaji, ukilisema mara kadhaa, hali inabadilika. Ukisema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, mwisho nakuta unaanza kukosa kusema. Mara nyingi tunapowaombea watu ujazo wa Roho Mtakatifu, tunawaambia sema asante Yesu, asante Yesu. Na hiyo sio kwamba tunawafanyia liturujia. Anapozidi kusema asante Yesu, anamaanisha kila alichokitenda Yesu ni kweli. Kinachotokea kadri anavyozidi kusema kwa kumaanisha, anakuta ulimi wake umebadilika, anaanza kunena kwa lugha. Si kwa sababu ya kurudia, ni kwa sababu ya ule ukiri. Kuna kitu ambacho unapokiri kinaumbika ndani yako, unapotamka kinatokea ndani yako.
Baraka ya rohoni iko ndani yako. Mungu amekubariki kabla ya fedha. Mungu amekubariki kabla ya ndoa. Mungu amekubariki kabla ya ofisi yako. Iko baraka ya rohoni ambayo kila mtu anayemwamini Yesu anapokea. Hiyo haina ubaguzi. Mtaji wake ni kuamini Kristo na kazi yake. Kuisha kazi. Kiamini tu unaanza kuona umebarikiwa. Mtu anapitia mambo magumu lakini unakuta ana amani. Wanasema hivi, mtu huyu alafu anajaribu kubwa huyu dada, lakini ukimwangalia ni kama hana jaribu. Hawajui siri. Siri ni kwamba iko baraka rohoni mwake inayomfanya yale anayopitia, ule mzigo kwake ni mwepesi. Ule mzigo kwake ni mwepesi. Yesu anasema, njooni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Unapokuwa umebarikiwa rohoni, umepata pumziko. Moyo wako hauna mizigo tena. Nakwambia wakati huu sio na mizigo moyoni mwako. Tua mizigo moyoni mwako. Ondoa mizigo moyoni mwako. Kwa sababu yeye Yesu amekuja ili watu wasibebe mizigo. Amekuja ili wasikae chini ya nira kongwa. Usifungwe na chochote. Amini. Watu nakuta naanza kusema hivi, mimi sijui hali yangu mchungaji, sijui niombee sana baba, kwa kweli mazingira yangu ni kama tunawachosha wachungaji. No. Fika mahali gundua ulichokiamini. Mimi haunichoshi, lakini nakuonea huruma. Kwa nini unakaa hivyo? Anasema baba tunawachosha, lakini mtuvumilie, hatuna namna, inabidi tuambie tu, lakini mimi nimechoka, ni kama nimekata tamaa, sijui nitafanyaje. No. Njia unayo. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Inua macho yako tu, tafakari. Yesu ndiyo msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu ndiye msaada wako. Hata mimi mchungaji, Yesu ndiye msaada wangu. Unapokuja kwangu, tofauti ni kwamba mimi nimejizoesha kama baba kumwamini Yesu zaidi, ili ukija wewe mdogo wangu, ukija wewe dada yangu, nikwambie Yesu anataka tupite hapa. Nimekuwa kamanda katikati ya kikosi cha Mungu. Mimi sio Yesu. Nimejifunza ukuu wa Yesu, maana amenipa kuwa baba ili nikusaidie saa ya kupita. Dada, tupite hapa. Mdogo wangu, tupite hapa. Mama yangu, tupite hapa. Kwa Mungu amenipaka mafuta ili nikusaidie kwamba hii ndio njia, usiache. Sina cha ziada kama mchungaji. Sina cha ziada. Sina ninachokuzidi. Sina ninachokuzidi. Wala usione sina ninachokuzidi. Roho ni yule yule. Mungu ni mmoja yule yule. Ubatizo ni mmoja ule ule. Na kama ni meza ya Bwana tutakula mkate mmoja ule ule. Hata kama nikiweka kikombe kikubwa kama cha kwangu, lakini haimaanishi nimetofautiana na wewe. Wote ni wana wa Mungu. Ila Mungu amenipa maongozi, na akanipa maongozi nijibidishe. Anasema utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Kwa ninachofanya mimi, hata kama najaribiwa, naamini Yesu ni uzima wetu. Hata kama napitia mambo magumu, nasema Yesu ametubariki rohoni. Nini maana yake? Najizoesha hivyo ili akija dada yangu, akija mdogo wangu, akija mama yangu ambao nawaongoza, niwaambie hapana, Mungu alichokisema hajatudanganya. Yeye ni amani yetu. Songa mbele, uwe na amani. Kwa hiyo sifikiri mimi na roho nyingine kubwa zaidi. Roho ni yule yule, ila Mungu amenipaka mafuta nikufae, nikusaidie ili siku moja tufike mbinguni. Na ndio maana usinikwaze, utajikwaza. Ukinikwaza unapoteza, ni kama umempiga mikono dereva. Atashindwa kushika usukani, safari inakwama. Yaani mimi kunikwaza sio kwa sababu mimi nitaumia. Wewe mwenyewe hutakwenda. Ukimkwaza Musa, safari haipo. Na mchungaji ni wa muhimu sana ili ufike mbinguni. Si kwa sababu amekuokoa. Hapana. Ndiyo kiongozi wa vita. Ndiyo mwenye kukutia moyo unapochoka.
ni mtu wa kumheshimu, wa kumpenda na kumtia moyo ili akufae vitani. Tangu leo mpende mchungaji wako. Mpende mchungaji wako. Hata kama kuna mahali unafikiri hujamuelewa, mwambie Mungu, nisamehe mimi. Usiseme mchungaji, usimshtaki mchungaji mbele za Mungu. Wewe ni mtoto, mwambie tu Mungu, najua ni mimi nimepungukiwa, nisaidie kumwelewa mtumishi wako. Na Mungu hata kama alikosea ni mchungaji, Mungu anatiki. Ukimshtaki Mungu anakuhukumu. Ukisema ni mimi, Mungu anakuhesabia haki, kwa sababu umekubali aliyemweka mbele yako ili safari iendelee. Nataka nikwambie, safari inaendelea na amani inarudi ndani yako, na amani ikae kwako, na furaha ikurudie. Yesu anakujali kuliko unavyojijali. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Umenibariki kwa baraka zote za rohoni. Mimi ni mbarikiwa, hata kama napitia changamoto katika maisha ya kimwili, lakini umenibariki. Ndio maana niko hivi nilivyo. Kwani umetibiwa wapi mpaka una afya hizo? Ni Yesu amekuponya. Ndio baraka za rohoni, uponyaji wa kimungu. Uponyaji wa kimungu ni baraka za rohoni. Ulinzi wa kimungu usiku kucha. Kuna nguvu za giza, nimekwambia ametuokoa toka nguvu za giza. Usiku kucha kuna mapepo, kuna nguvu za giza, kuna wachawi. Lakini Mungu anachokifanya, kwa sababu ametubariki kwa baraka zote za rohoni, hatuguswi na nguvu za giza. Mungu anatulinda kwa sababu anaona ni watoto wake. Hatujilindi, tunalindwa na Mungu. Mungu anatuangalia kila wakati. Ziko ajali barabarani, yako matukio mengi. Kuna ajali zinatokea, gari naanguka, lakini Mungu anawatoa watu salama. Mungu hapendi watu waangamie. Hata wewe Mungu hapendi uangamie. Anza kuona msaada wa Mungu wa karibu na wewe. Fika mahali sema asante Yesu. Unaposema asante Yesu, manake unashukuru kazi ambayo Mungu ameifanya kwa njia ya Kristo Yesu. Yesu amekubariki kwa baraka za rohoni. Yesu amekutoa kuonewa na nguvu za giza. Wapendwa, niwaambie, ziko nguvu nyingi ambazo hatuzioni kwa macho, ambazo zina madhara kwa wanadamu, lakini Mungu anatulinda kwa Roho wake Mtakatifu. Kazi ya Yesu Kristo ni kwamba tuko salama. Anasema, natazama niko pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari. Yesu yuko pamoja na wewe siku zote. Sio siku moja, siku zote. Kwenye kazi yako, kwenye nyumba yako, kwenye safari yako, kwenye mipango yako. Amini vitu hivyo ni usalama wako. Wala usione uko peke yako. Hatujawa peke yetu. Yupo pale pale ulipo. Yesu yuko pale pale. Nyumbani kwako yuko pale pale. Ofisini kwako yuko pale pale. Kama kuna mabaya yanakufuatilia, atayaweka mbali na wewe. Maana yeye analinda vyema. Ameshinda nguvu za giza. Nguvu zozote ambazo zitakuja kwako hazina uwezo wa kukudhuru. Anasema, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Maana yake kukanyaga uadui wote ambao shetani anauleta kwako. Vita vyote vya kishetani, nguvu zote za adui hazina mamlaka. Yesu amemaliza kazi pale msalabani. Kila mwaminie yuko salama. Jenga imani. Imani ni kukua. Hata wewe unaweza kusema, baba na imani, lakini mbona nayumba vipindi fulani? Kuna wakati nakuta unapitia hali fulani, unaona vitu hivi ni kama vile haviwezekani. Vinawezekana. 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 Haleluya. Hata kama unaona unalala kila siku unashambuliwa na nguvu za giza, mwambie shetani, hili jambo lishapitwa na wakati. Yesu alikuja miaka mingi iliyopita, alifanya kazi ya ushindi. Mimi nimeamini ushindi wa Yesu. Maombi yako ni kidogo sana. Maombi yako ni sehemu tu.
maombi tumepewa kuwajibika kumwamini Mungu, lakini kazi kubwa imefanyika na Mungu mwenyewe ya kushinda nguvu za giza. Ukiona unaomba unalemewa, anza kusema asante Yesu, asante Yesu, asante kwa wokovu, asante kwa ulinzi wako, asante kwa amani yako, asante kwa kuniponya, asante kwa kunifungua, asante kwa kunipa furaha. Unapoongea namna hiyo, utu wako wa ndani unaumbika, unaanza kuona utendaji wa shetani unadhoofika, unashinda na zaidi ya kushinda katika yeye anayekupenda. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye anayetupenda. Rudia, tunashinda, kila mtu, na zaidi ya kushinda. Simama pale ulipo. Hayo ndio maneno ya ukiri wetu. Hayo ndio maneno ya ukiri wetu. 1, 2, 3. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye anayetupenda. Rudia tena. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye anayetupenda. Kwa hiyo ushindi wa mtu wa Mungu hauwi kwenye maombi. Mimi ni mwombaji, najua, lakini ziko nyakati moyo unashuka. Ziko nyakati nakuta huna uwezo wa kuomba, lakini Yesu ndiye anayetuombea. Maandiko yanasema anatuombea mbele za Baba. Ziko nyakati unachoka, lakini yeye hachoki. Analinda vyema usiku na mchana, anachunga vyema usiku na mchana. Anajua niko kipindi gani, niko wakati gani. Unaweza ukajibidisha, lakini kuna siku utalala bila kuomba. Kuna siku itapita hata siku 2, 3 bila kuomba. Usifikiri Yesu hayupo. Yupo pale. Kazi yake na maombezi yake yapo kwa kila anayemwamini kila mahali. Sikwambii uombe, omba sana, na mimi naomba sana, lakini usitegemee maombi yako. Tegemea kazi kubwa Mungu aliyoifanya ya msalaba. Mungu, kazi kubwa ya kumtoa Yesu ndio itegemee. Huo ndio ushindi wetu. Waombaji ni wengi, lakini mbona washindi? Wanaomwamini Yesu, obviously hao ndio walioshinda. Ufunuo anasema wameshinda kwa damu ya mwana kondoo, sio kwa maombi. Wamemshinda adui kwa damu ya Yesu. Wamekiri ukombozi. Usibebe mizigo. Fika mahali mwambie Yesu asante. Na jioni ya leo pia utapata nafasi ya kusema asante Yesu. Mungu anatamani umshukuru pia. Anatamani umshukuru. Kwa sababu sadaka za kushukuru mnazoleta ziko wapi jamani? Watu wanakuja na sadaka hapa shilingi 3,000, 5,000, aliyejitahidi 10,000. Inatosha kwa mambo Mungu anayofanyia? Afadhali mwambie Yesu asante. Maana bahasha zenu ni dhaifu, lakini bahasha ya Mungu ya kumtoa Yesu ni kamilifu. Na wewe unaweza kuitumia na ukawa salama. Ukawa salama. Mtu mmoja asema, baba, nimeshindwa kuja kanisani kwa sababu nimejifungua, najaribu kuangalia sadaka. Mimi najiuliza, wewe umejifunza wokovu gani? Utatafuta nini? Mwisho nakuja na 30,000, amekaa miezi 7. 30,000 unafikiri hata mchungaji unapompa itafikisha wapi? Hata ungeleta 1,000,000. Umepoteza muujiza wa Mungu. Mungu aliyekusaidia anategemea kinywa chako kimkiri kwamba asante Yesu kwa kunitendea hili. Sadaka, fedha ni udhihirisho wa moyo wako. Kwani kama umekosa pesa, nani atakudai kanisani? Kanisa ni mahali pa kutoa shuhuda, sio pa kutoa hela. Tunataka kujua Yesu amekutendea nini, sio umepata hela kiasi gani. Yesu amekutendea nini, utuambie na sisi tusimame na hilo. Sema, Yesu amenisaidia kujifungua nilipokuwa na changamoto, lakini Bwana kaingilia kati. Linatosha kuliko 40,000 ya kwenye bahasha. Asiwepo mtu ambaye anakosa kuja kanisani kwa sababu eti amekosa sadaka ya shukrani. Hayo sio mafundisho ya Biblia, wala sio mafundisho yangu. Fedha haziwezi kumpa Mungu tukufu. Roho ya mwanadamu iliyopondeka yaweza kumtukuza Mungu na malaika wakageuka. Hatumtukuzi Mungu kwa pesa. Tunamtukuza Mungu kwa mioyo yetu na kwa vinywa vyetu.
Mimi sipendi mtu akiniambia eti nilikosa pesa ndio maana nimekaa sana nyumbani. Acha mambo hayo. Njoo nyumbani mwa Mungu. Simama kwa ujasiri. Simama kwa ujasiri. Sema asante Yesu, umenisaidia. Na umati wote utajua Mungu ametenda. Sio sadaka yako, wala usijicheleweshe. Kinywa chako kinamtukuza Mungu. Anza kutumia kinywa chako kumtukuza Mungu kwa matendo makuu. Hata kwa wakati huu tunapokwenda kuomba dakika hizi, mtukuze Mungu. Hata kama kuna changamoto usiangalie. Hata kama kuna jambo linasimama usiangalie. Sikiliza ujumbe huu Mungu amekupa, useme asante Yesu. Hata kama una maumivu, yaondoe yale maumivu kwa kumshukuru Mungu. Asante Yesu, umeniponya. Yule kiwete alipoinuka pale alikuwa bado miguu haijakaa vizuri, lakini atembea. Alipozipata hatua 2 akajua zinatosha kukimbia. Mwisho kaingia na ruka. Kama unanielewa? Kama unanielewa? Maana alikuwa hana hatua hata hii, lakini alipokanyaga, Petro na Yohana wamesema hivi, kwa jina Yesu simama uende. Alipokanyaga vifundo vyake vimekaa namna fulani, havinyanyoka. Alipoona tu kwanza amenyanyuka, wakati amekuwa kiwete siku zote hizo, lakini kwa jina Yesu simama uende. Alipokanyaga kwanza hatua ya pili, kwanza tu hajakanyaga hatua kule kusimama, akaona nisisubiri itakuwa ni mashaka. Akawatangulia kina Petro na Yohana ndani, analuka, hakujua miguu imekunjuka saa ngapi. Mshukuru Yesu, alafu muujiza wako unakwenda kutokea kwa ukamilifu. Mwambie Yesu asante, muujiza wako utakamilika. Mwambie Yesu asante kwa sababu ndiwe uliokuwa na mikate 5 na samaki 2, walikula watu 5,000. Na hapa mimi nahitaji uongeze maisha yangu, nahitaji uongeze shughuli zangu. Asante Yesu. Utaona Mungu anavyofanya ongezeko. Mwambie hivyo. Usisubiri mambo makubwa. Hatua moja inatosha kuruka, inatosha kukimbia, inatosha kushangilia. Huwa nafurahi napoona habari za yule kiwete. Alipokuwa ameinuka tu, hakusubiri. Huyo ndani analuka. Watu wanajiuliza, huyu si aliyekuwa ameketi pale mlangoni, tulimwacha pale, imekwaje? Wanakuja kuangalia hivi, wanakuta naingia Petro na Yohana. Wakajua ndio waliosababisha ile jambo. Anza kuruka, Mungu ametenda muujiza wako. Anza kushangilia, Mungu amekuponya. Anza kufurahi, Mungu amekuvusha. Anza kufurahi, Mungu amekuinua. Ona baraka yako iko mbele yako, mema yako mbele yako. Kuna uwezekano wa kutoka. Bwana atafanya mambo makubwa, atatenda jambo jipya, nalo litachipuka, utalishuhudia. Aliyebarikiwa ni wewe, na baraka hizo utazishuhudia. Amani iwe kwako. Punga mkono. Oh, haleluya.